Baada ya miezi kadhaa ya vuta ni kuvute iliyopelekea vifo na maelfu ya mali kuharibiwa, hatimaye kuna nuru gizani baada ya makamishna wa IEBC kukubali kufunganya virago vyao ili kutoa nafasi kwa tume mpya kujiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale amesema kuwa hatua hiyo sasa imeiacha muungano ya CORD na Jubilee kuwateua wawakilishi wao katika jopo la watu 9. Upande wa Jubilee umemteua wakili Evans Monari na Mary Kigen katika jopo hilo litakaloanzisha mchakato wa kuwateua makamishina wapya. CORD kwa upande wake umemteua jaji mstaafu Tom Baluto na Ogla Karani kuwakilisha upinzani katika jopo hilo. They will join the other 7 Kenyans and they will give the country the right men and women to run the next election of 2017 and 2022. So it will be good, a level playing field, if he's going to consult the leadership of CORD coalition to come up with those names. So I'm requesting His Excellency the President, when those names come, the successful ones, please, when it comes to nomination, the honorable thing you should do, we are requesting that you consult the CORD leadership in determining those names that you're going to select. Makamishna wa IEBC wote 9 walikubali kung'atuka baada ya makubaliano kuhusu kitita cha pesa watakachopewa baada ya kuachishwa kazi kabla ya muda wao kukamilika. Kenyans should be worried. And those who are telling us it's workable, let them prove me wrong. How fast they can register the 9.2 million voters. The CORD coalition, we are ready for this process and we want to put in good commissioners in IEBC. Awe mtu ambaye hapendelewi na mtu yote. Ni mtu mwenye atakubaliwa upande wote wa kisiasa. Punde tu jopo hilo litakapoapishwa na jaji mkuu, wanavyovimezea mate viti hivyo watahitajika kutuma maombi, mahojiano na majina kuwasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kufanyika kati ya tarehe 5 na tarehe 8 Novemba. Swala la ni nani atakayepuliza kipenga cha kwanza na cha mwisho katika uchaguzi mkuu ujao limezua tumbo joto la kisiasa, huku wachanganuzi wa kisiasa wakisema ni sharti kuwepo kwa tume mpya ya uchaguzi nchini ambayo haitaegemea upande mmoja. Steven Leto, Citizen Nipashe, majengo ya bunge.